ni kupokea malalamiko ya wananchi na kuyafanyia uchunguzi. Na katika kuyapokea malalamiko ya wananchi, tume ina namna nyingi inavyoweza kuyapokea. Aidha ni kwa mwananchi yeye mwenyewe kuandika barua ya malalamiko then yakaifikia tume, au mwananchi mwenyewe kuweza kufika katika ofisi za tume kwa ajili ya kuwasilisha malalamiko yake. Anachotakiwa kufanya mwananchi ni kuandika, yani kuiandikia tume kile ambacho anahisi ya kwamba amevunjiwa haki yake. Kwa sisi kama tume, sisi kama tulivyojitambulisha kwenu maafisa uchunguzi, basi likishapokelewa na tume lile lalamiko tunaanza kulifanyia uchunguzi, na baadaye tunatoa mapendekezo yetu ambayo sasa yanawasilishwa kwenye zile mamlaka ambazo zimelalamikiwa. Kwa hiyo jukumu la tume mojawapo ni kufanya uchunguzi wa malalamiko. Lakini jambo la pili, mwananchi huyo wewe kama mwandishi wa habari au wewe kama raia wa Tanzania, unaweza ukamwona mtu ananyanyasika katika jamii na ana jambo linalomsumbua lakini hajui kwamba apeleke wapi. Lakini wewe kama mwananchi unaweza ukamsaidia kwa kulalamika kwa niaba yake mwenyewe. Kwa hiyo unaandika lalamiko lako tume, then linakuja tume, tunalifanyia uchunguzi, lakini wewe ndio umemsaidia kwenye kufanya nini? Kwenye kulalamika. Kwa hiyo linapofika tunafanyia uchunguzi na baadaye kuyatolea mapendekezo ambayo inakuwa mapendekezo ya tume ni ya utekelezaji, sio tena ya kujadili. Kwa hiyo linapotokea tayari yashafanywa uchunguzi, basi tunayatolea mapendekezo. Lakini njia ya tatu ya kuwasilisha malalamiko ni kupitia vyombo vya habari, kupitia nyewe wanahabari, ya kwamba sisi kama tume ni wadau wakubwa wa vyombo vya habari. Tunapofuatilia kwenye magazeti, tunapofuatilia kwenye Globe, tunapofuatilia kwenye Instagram, kwenye Facebook, mahali popote pale, tukaona ya kwamba kuna jambo ambalo limekuwa reported kule lakini linavunja haki za binadamu. Mathalan kwenye magazeti tunaona kabisa kuna vitendo ambavyo vinakiuka haki za binadamu, vinavunja haki za binadamu na ukiukaji wa misingi ya utawala bora, basi tume inaweza ikaanzisha lalamiko lile na tukalifanyia uchunguzi, na mwisho wa siku tukatoa mapendekezo kwa nafuu ambayo inaweza ikapatikana kwa yule ambaye amevunjiwa haki. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo bado tunaendelea kwa ajili ya kuhamasisha na kutetea haki za binadamu katika nchi yetu. Lakini tume pia inao majukumu mengi kama ya kutoa elimu. Kama tunavyofanya ni mojawapo ya jukumu la tume, ya kwamba inatoa elimu kwa umma, inatoa elimu kwa wananchi ili kuzifahamu haki zao, ili ya kwamba wawe na wabaini wanapovunjiwa zile haki zao. Kwa hiyo pamoja na kuwaelewesha kwamba wazitambue haki zao, lakini pia wabaini pale wanapovunjiwa basi ni sehemu gani ambapo wanaweza wakafika kwa ajili ya kulalamika. Lakini pia tume ni mshauri wa serikali katika kuridhia mikataba mbalimbali, kupitia sheria mbalimbali ambazo kwa ajili ya kuzifanyia marekebisho. Kwa hiyo tume ndio mshauri wa serikali katika majukumu hayo. Lakini jukumu lingine la tume ni kufanya tafiti. Na inafanya tafiti nyingi na tayari imefanya tafiti, na sasa hivi inaendelea na utafiti unaoendelea katika nchi nzima. Lingine ambalo wanalifanya tume ni kukagua magereza na vituo wanavyozuiliwa watu ambao wamekinzana na sheria, ya kwamba hili ni jukumu ambalo limepewa na lipo kwa mujibu wa katiba na lipo kwa mujibu wa sheria, ya kwamba wao wanawajibika sana kwenye kukagua, na nia ya kukagua ni kwa ajili ya kuangalia hali za wale watu waliozuiliwa kule, kwa sababu nao ni binadamu kama sisi, ya kwamba kila wanachohitaji pia ni ustawi, ya kwamba walivyokosa sio kwamba basi wao wanatengwa na kupitia katika maisha magumu, ya kwamba sasa tunaangalia ni namna gani ya kuishauri serikali. Baada ya kukagua ni vitu gani tulivyoviona, ni vitu gani ambavyo tunaweza tukaishauri serikali katika kuboresha hali ya wanaozuiliwa kule. Lakini pamoja na kwamba tunachunguza, kuna ukomo wa kuchunguza hiki ambacho tunakifanya. Tume haichunguzi shauri ambalo lipo mahakamani, kwa sababu tunaamini ya kwamba mahakama ndicho chombo, hata kwenye katiba mahakama imetajwa kwamba ndicho chombo cha juu kabisa katika utoaji wa haki. Sasa sisi hatuwezi tena sasa tukawa tena nayo ni sehemu ya mahakama, lakini sisi kazi yetu ni kufanya uchunguzi, na kama shauri linaletwa ambalo liko mahakamani, basi yule mtu tunamshauri kuendelea na kwenye mkondo ule kwa ajili ya kutafuta haki yake. Lakini jambo lingine kama linaendelea, kama lina hukumu ya mahakama, hilo bado tunamshauri kuendelea katika njia za kukata rufaa
hadi kuipata haki yake. Lakini kwenye mahakama tunaweza tukaingilia tu pale ambapo tunaona kwamba shauri linakwenda na kurudi, yani haliishi yule mtu muda mrefu, kila siku tarehe. Lakini sasa tume pale inaingilia tu, jamani, kuna huyu mtu analalamika kwamba ili shauri kwenda na kurudi zaidi ya miaka 6 tu haliishi. Kwa hiyo labda ni kitu gani? Kwa hiyo katika kushare vile, mahakama nayo inaweza ikatuambia labda ni ugumu gani ambao umepatikana kwenye kuitoa hiyo haki yake, au ni kitu gani ambacho kinakwaza, then baadaye tunamueleza yule mtu, naye kama anaweza akafanya katika minajili hiyo, basi swala lake likawa limeisha. Kama tulivyosema kwamba tume ina majukumu mengi na ina uwezo, imepewa mamlaka ya kuchunguza mtu au taasisi yoyote na kuhitaji labda kama ni document ambazo zinahitaji kwa ajili ya sisi kusapoti katika uchunguzi, isipokuwa watu wawili tu ambao ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar. Hii ni kwa vile tunaamini kabisa ya kwamba katika hawa wawili mamlaka yao yanatoka kwa wananchi, ya kwamba wao watawajibishwa na wananchi. Kwa hiyo sisi mamlaka yetu ya uchunguzi haichunguzi hao watu wawili, lakini kwa wengine tunaweza tukachunguza na tukahitaji kitu chochote ambacho kinaweza kikatusaidia katika uchunguzi wetu, na tukawaita na saa nyingine kuitwa mbele ya tume kwa ajili ya kuja kujieleza katika jambo ambalo linachunguzwa na tume. Kwa sasa hivi kama tulivyotangulia kusema, tume kama eneo la kutoa elimu kwa sasa hivi inaendelea na kutoa elimu kwa mkoa wa Dodoma, inaendelea na kutoa elimu kwa watendaji wa mitaa, watendaji wa vijiji kwenye wilaya ya Kondoa mji, kwenye wilaya ya Kondoa vijijini na Chemba. Hii ni kwa ajili ya kuwafikia wale watendaji, ili kwamba wao wawe mabalozi wetu katika kuibua vitendo vya uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa misingi ya utawala bora inayoweza kutokea katika maeneo yao. Ya kwamba hawa ukiwafundisha, ukiwapa elimu wakafahamu kwenye hizi haki za binadamu, basi wao ni rahisi pia kuweza kuibua na kuwasaidia wananchi wanaowaongoza kule. Kwa hiyo ipo kule kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Lakini pamoja na kufanya hiyo kazi, tume inafanya mikutano ya hadhara katika hili zoezi kwenye hizo wilaya nilizozitaja. Nia ni wananchi pia waweze kuitambua tume, waweze kuitambua tume na waweze kuitumia, ya kwamba isiishie tu kuitambua ya kwamba kuna tume ya haki za binadamu, lakini pia waitumie kupitia malalamiko ambayo labda wanayo wao wenyewe au jamii inayowazunguka, ya kwamba watakuwa na malalamiko na hawajui ya kwamba wapeleke wapi. Kwa sababu saa nyingine mtu anaweza akakaa na jambo tu linamuumiza na hajui ya kwamba alipeleke wapi. Wengine ni uoga, wengine kwenda polisi, mwananchi ukimwambia nenda polisi, mwingine ni muoga tu kufika, lakini swala lake labda lilikuwa lifikishwe polisi, au wengine ni mahakamani. Kwa sababu tume ipo pia sio kwa ajili ya kushughulikia kila jambo, pia kwa ajili ya kushauri au kuwaelekeza ya kwamba kuna jambo ambalo tume linaweza likashughulikiwa kwa wakati ule, then ikashughulikia, lakini lingine inaweza kumsaidia yule mwananchi kwa kumuelekeza kwamba hapana, ili shauri lako hili, labda tatizo lako hili tunaweza tukapeleka kwenye mamlaka nyingine ambayo pia wanaweza akasaidiwa. Au sisi wenyewe mathalan tunasema kwamba ameleta tatizo shida ya rushwa, kwamba kuna rushwa, sisi tunaweza tukachukua lile tukalipeleka kwenye taasisi ya kupambana na kuzuia na rushwa, na taasisi wakaendelea kushughulika nalo, na mwisho wa siku wapatia wale wananchi majibu. Lakini jukumu lingine ambalo tunalifanya sasa hivi ni kutembelea shule na vyuo ambavyo vipo katika maeneo haya ya hizi wilaya 3 ambazo nimezitaja. Ya kwamba nia ya kufanya vile ni kwa sababu ya kukutana na hiki kizazi kinachokuwa kwa sasa hivi cha watoto, cha wanafunzi. Tunajua kabisa na tunaamini ya kwamba tukiwafundisha watoto wakafahamu haki zao, wakakuwa wanazijua na kuzilinda, basi wanaweza wakasaidia sana kizazi, hata wazazi wao wanaweza wakafaidika sana na elimu watoto wanayoipata. Kwa hiyo tunapita katika mashule ya sekondari kwa ajili ya kuwaelimisha, kwa ajili ya kufundisha, kwa ajili ya wao kuzitambua haki zao na kuzilinda. Tunawaeleza pia vile viashiria vya ukatili ambazo vinaweza vikatokea katika jamii wanayoishi ili wavifahamu. Tumetoka pia kwenye Chemba, mji Kondoa mji. Kuna kiwango kikubwa sana cha ukatili hasa kwenye mambo ya ubakaji. Na unakuta kabisa ya kwamba hawa wananchi ni jinai ambayo labda walitakiwa wapelekwe polisi na huyo mtu apelekwe mahakamani. Lakini
unakuta ya kwamba wale wananchi kutokana labda yawezekana ni uelewa, wanakaa wanajadili namna gani ya kumsamea mtu ambaye labda amekutwa na kosa la kubaka, anarudi anakaa na wazazi wa yule mtoto, labda wanalipana ng'ombe, biashara imeishia pale. Lakini yule mtoto tayari ashavunjiwa haki zake, tayari ashafanywa ukatili. Kwa hiyo sasa hivi tunavyoendelea kujenga ile awareness kwa ajili ya watoto ni ili kwamba wao wanaporudi sasa mtaani wawe na uelewa mkubwa juu ya masuala hayo, na wao wapinge, yaani wasikubali tu ya kwamba vitu vya kijinai vinajadiliwa na kuisha. Wao waibue yale masuala, yanapofika kwetu tunayaelekeza, au wao wenyewe wanaelekeza, wanapeleka polisi, na hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi ya kutoa elimu kwa umma. Kutoa elimu kwa umma kwa ajili ya kuisaidia jamii kupata uelewa wa kufahamu haki zao, lakini si tu kufahamu haki zao na wajibu. Maana inajulikana kabisa hakuna haki bila wajibu, si ndio jamani? Kwa hiyo wananchi wanakumbushwa, wanafahamishwa haki zao lakini na wajibu wao. Lakini lengo lingine ni kuwezesha wananchi waweze kufikia hizo haki. Wanazifikia kwa namna gani? Wanatambulishwa Tume ya Haki za Binadamu na majukumu yake, ikiwemo kupokea malalamiko. Malalamiko yanayohusu uvunjwaji wa haki za binadamu. Kama alivyokwisha kueleza mwenzangu kwamba wananchi wanakutana na changamoto mbalimbali lakini hawajui wapi pa kuzipeleka. Na tume yetu ikumbukwe kwamba haiko kila mkoa, haipatikani kila mahali. Na kwa sababu haipatikani kila mahali na hitaji ni kubwa la wananchi kuhitaji haki za binadamu, tume ikapanga na ikaona vyema kwamba inatupasa kutoka na kuwafikia wananchi kule katika ngazi ya chini kabisa, kwenye ngazi za mitaa na vijiji na kata. Manake kule changamoto zipo nyingi sana, na wananchi wameonyesha kuhamasika kuijua na kuitambua na kuitumia tume, kwa sababu changamoto walizonazo wakati mwingine kuna mahali wanafika wanakwama, hawajui wafanye nini. Na lengo lingine vile vile ni kujengea kizazi kijacho uelewa wa kuhusu haki za binadamu. Sisi tuliopo hapa inawezekana kwa namna moja au nyingine tunazifahamu haki za binadamu, lakini kuna wengine hawazifahamu kabisa. Sasa tunafanyaje? Tukaona kwamba tutengeneze hii programu ya kuweza kuwajengea waandishi wa habari uelewa kuhusu haki za binadamu na matukio yote yanayopelekea uvunjwaji wa haki za binadamu. Sisi kama waandishi tuangalie na tufahamu namna gani tunaweza kuyapatia ufumbuzi kwa kuyasemea au kwa kuyatolea taarifa. Hivyo basi tume katika programu hii tumeanza kutoa elimu kwenye mkoa wa Kigoma, tumetoa elimu hii kwa mkoa wa Tabora, tumetoa elimu hii kwa mkoa wa Singida, tumetoa elimu hii kwa mkoa wa Iringa, na sasa tuko Dodoma, Njombe na Manyara. Lakini programu ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata uelewa kuhusu haki za binadamu, wajibu wao, namna ya kuifikia tume, kuweza kuwasilisha. Kama wengi tunafahamu kwamba matukio ya kutisha, matukio ya kinyama, tumeshuhudia wasemaji wa vyombo vya tumekuwa tukisikia ya wanawake kwa sababu ya wivu, kina wanawake wazee kwa sababu ya imani za kishirikina, lakini kumekuwa na matendo ya kinyama mengi sana ambapo hatuelewi kwamba ni watu wafahamu haki zao au ni utu umepungua katika mioyo yetu. Hatujajua ni nini cha kufanya, lakini tukaona sasa labda tukija na hii programu ya elimu tukashuka kule chini tukawafahamisha watu haki zao,
na haki za wengine, namna ya kuzilinda, inaweza ikatusaidia kuondokana ya uvunjaji wa haki za binadamu. Matukio ya ukatili dhidi ya watoto yamekuwa yakiongezeka kila itwapo leo, na sababu ambazo zimekuwa zikitajwa, sababu ni nyingi. Mojawapo ni wazazi kuamua kumalizia masuala ya ukatili nyumbani. Unakuta tatizo limetokea, mzazi ameshiriki mwanzo hadi mwisho kuhakikisha kwamba mtuhumiwa anafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Lakini inapofika wakati wa ushahidi, mama au baba au wahusika wanaanza kutafutwa kama vile anatafutwa mtuhumiwa. Wanatoa kauli nyingine ambazo hazipendezi. Wanasema kwamba tumeamua kuyamaliza, lakini mtoto ameshaharibiwa. Na wale watu wanaosimamia mwenendo wa makosa ya jinai inabidi wanafika mahali wanajiuliza, kwa nini mnafanya hivi, mnamaliza nyumbani masuala kama haya? Na watoto wenu wameumia, wamejeruhiwa, wameachwa na hali ambayo sio nzuri. Wengine wanadiriki kutoa maneno yanayoumiza. Mtu mwingine, mzazi amenukuliwa akisema, muache, ni mtoto wangu, hata kama ameharibika sio wa kwako. Mwingine anasema ni mtoto wangu hata akiwa shoga. Haya kuhusu. Sasa tujiulize, mimi na wewe tumefikia wapi? Kama mzazi anaamua kutoa maneno haya kwa watu wa haki ambao wanasimamia haki ipatikane kule mahakamani, tunaenda wapi? Tunafanya nini sasa? Tujitoe humu kwenye hichi kizingiti. Manake tukisema kwamba hawaelewi kabisa, si kweli. Wanaelewa, ndio maana wanaweza kwenda kutoa taarifa wapi? Polisi. Ina maana wanazifahamu pia haki, lakini pia wanafahamu namna ya kwenda kuzidai hizo haki. Lakini ikifika wakati wa ushahidi, wanapotea, wanayamalizia nyumbani. Matukio haya yanazidi kuongezeka kila siku, yanaongezeka kila itwapo leo, kwa sababu wazazi wameamua kuyatatua matatizo kwa namna hiyo. Sasa hali hii inasababisha wale watendaji wa hayo matukio leo aende kwingine, amtendee mwingine. Tumepita kwenye vituo vya polisi, tumepita kwenye magereza, kesi za ubakaji na ulawiti ndizo nyingi, na watu walioko kule wengi, kesi hizo ndo zinaongoza. Sasa tunajiuliza, pamoja na kwamba sheria ipo, na watu wanahukumiwa, tumewaona wako magerezani, kwa nini haya matukio yanazidi kuendelea? Sababu nyingine imesemekana ni hali ya umaskini. Umaskini ambao umezidi kiasi kwamba mtoto anakutwa na shida hiyo, taarifa inapelekwa polisi, lakini mwisho wa siku baba na mama na yule mtuhumiwa wanakubaliana aidha kwa mabadilishano ya kifedha au mabadilishano ya mifugo, ng'ombe, mbuzi, au hata kipande cha ardhi, ili tu waweze kujikwamua na shida zao, alafu mtoto anabaki ameharibika. Kwa hiyo matukio yanazidi kuongezeka. Lakini kama itoshi, mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili kwa sababu wote tunafahamu tuko kwenye kizazi cha utandawazi. Simu za mkononi. Watoto wetu na vijana wetu wanajifunza, na jamii kwa ujumla, kuna vitu ambavyo si vizuri wanajifunza huko. Mwisho wa siku wanakuja wanavifanyia kazi. Unakuta mtu katika familia, kaka anamlawiti mdogo wake, anamshikia na panga kabisa, anamwambia usiseme. Ni matukio ambayo yamekuwa yakitajwa, yakielezwa. Cha kusikitisha ni kwamba matukio haya yanatendwa na watu tunaowaamini, watu wa karibu, watu ambao tumewapa dhamana ya kutulindia watoto wetu.
hao ndo wamegeuka, wamekuwa hatarishi. Imesemekana ndugu wa karibu kama wajomba, wengine mpaka wazazi, baba zetu, kaka zetu na hata majirani. Lakini kama itoshi, hata viongozi wa dini wamekuwa wakiripotiwa kwamba wamejihusisha na kutenda vitendo hivyo vya kinyama dhidi ya watoto. Lakini pia walimu, tunashuhudia hayo matukio. Walimu wameonekana pia wakitajwa kama watendaji. Tunawapeleka watoto shule tukiamini walimu ndio watakao tulelea watoto wetu na kuwafundisha maadili, lakini hao ndio wamegeuka leo, wamekuwa hatarishi kwa watoto wetu.